Na tuna swali jingine hapa limeulizwa na wasikilizaji wetu, lakini pia wafuatiliaji. Imamu akisoma suratul Fatiha katika salatul Isha, huyu maamuma afanye nini wakati ule? Maamuma afanye nini wakati ule? Ama asome nini? Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-ma'mum idha kana yusalli khalfa al-imam wal imamu yaqra'u al-Fatihata jahran fi al-jahriyya taban, fahunaka madhhabani mashhurani. Ikiwa maamuma anaswali maki anaswali nyuma imam, maki mtu anaswali nyuma imam, maki ni maamum. Na katika swala ambayo inaswaliwa kwa sauti jaharia, imma alfajiri, imma almaghrib, imma salatul isha au salatul jumaa na swala nyingine za mfano hayo, basi ikiwa nasoma al-Fatiha huyu imam, je, maamuma afanye nini? Amsikilize tu akae kimya au asome naye kwa kumfuatiliza nyuma yake? Kuna madhehebu ya namna mbili au kuna kauli mbili katika masala haya. Naam, taban. Jumhur ya ahli sunna wal jamaa, maulama majority katika maulama wa ahli sunna wal jamaa, wanaona ya kwamba yeye maamuma huyu amsikilize imam, asikilize suratul Fatiha nyuma ya imam, kisha baadaye atasoma yeye peke yake ile suratul Fatiha ataisoma. Kwa maana hata katika madhhabi ya Imam Shafi'i imekuja hivyo kwamba nakapendekeza maulama kuwepo katika madhhabi ya ahli sunna kuwepo kimya kifupi hivi, sakta khafifa wanaita, au hunaiha katika lugha nyingine, kwamba thumma yaskutu hunaihatan. Katika sunna imethibiti hivyo katika madhhabi ya ahli sunna kwamba kisha ananyamaza kidogo hivi, kwamba ili wapate kusoma na wale wengine sura hiyo. Hiyo imekuja katika upande wa madhehebu ya ahli sunna hali hiyo. Lakini madhehebu mengine wanaona kwamba huyu maamuma asome naye yule imamu suratul Fatiha, lakini asimtangulie, maki awe naye nyuma yake, alhamdulillahi rabbil alamin, na yeye taratibu kimya kimya anafuatisha aya hiyo mpaka wala dhalin, na yeye wala dhalin. Ipo kauli hiyo na ndio mashuhuri katika madhehebu ya Ibadhi, inatumika kauli hiyo. Kwa hivyo ikhtilafu hii haileti tatizo lolote, kwa sababu huyu maamuma ni kwamba anachotakiwa ni kusoma suratul Fatiha. Na Imam au Sheikh Muhammad bin Ali Farkus katika maulama wa Hanbali alisema ya kwamba katika fatwa, idha kana al-imamu la yaskutu lilmaamumi hunaihatan hatta yaqra al-Fatihata hadha al-ma'mum fa innahu yajuzu lahu an yaqra khalfa imamihi, kwamba ikiwa maamuma atajua ya kwamba imamu huyu baada ya wala dhalin haachi fursa kidogo hapa ili huyu naye asome suratul Fatiha, akijua hivyo basi anaruhusika huyu maamuma kusoma naye yule imamu ile suratul Fatiha pamoja naye, asimtangulie tu kwa kwamba kamaliza yeye kabla ya imamu wake kusoma sura hiyo. Kwa hivyo kwa ujumla ni kwamba kitu kinachotakiwa hapa ni kuangalia hali ya kati na kati baina hali mbili, kwamba huyu imamu wasifanye haraka sana kiasi ambacho wakakosa hata kupumua hawa walio nyuma yake. Aache kiasi, fursa ya kiasi ambayo haitokuwa ni fursa refu sana ikahalifu nye madhehebu yake ambayo anafuata yeye, kama ikiwa madhehebu yake ni kwamba hakuna fursa ya kuachia muda mrefu. Lakini huyu pia ambaye anaswali nyuma imamu huyu akijua kwa imamu huyu haachi fursa hiyo, bado ruhusa pia ya kusoma nyuma yake ipo, na ziko hadithi katika masuala kama haya. Kwa hivyo kwa jumla masuala haya yapo na hadithi nyingi sana. Ukisoma katika tafsiri mfano za Qur'ani, tafsiri ya Imam Ibn Kathir amechambua maelezo haya kwa undani sana. Ziko hadithi zinachambua kufafanua ile aya aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun, kwamba ikisoma Qur'ani basi isikilizeni na nyamazeni kimya ili mpate kurehemewa. Katika asbabu nuzul, kurudi katika sababu za kuteremsha aya hii, kusoma kitabu cha asbabu nuzul cha Imam Suyuti na Imam Al-Wahidi na wengine katika maulama, utakuta kwamba aya hii imeshushwa katika minasaba mbalimbali. Mojawapo ni kwamba walikuwa wale Makoreshi wa Maka, ukishuka wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawasikilizi. Anashuka Jibril anasoma Qur'ani, wao wanazungumza mazungumzo mengine ya ziada. Wakaambiwa kwamba ikisoma Qur'ani basi
Nyamazeni, sikilizeni na mkae kimya mpate kurehemiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi yao wakasema kwamba imeshuka aya hii kwa mnasaba huu wa surati al-Fatiha pamoja na imamu na maamuma, kwamba kulikuwa kuna watu wanasoma nyuma ya imamu, nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasoma ya al-Fatiha na wao wanasoma nyuma yake, anasoma sura na wao wanasofatisha sura nyuma yake. Mpaka akasema kwamba mali unaza'u fil Qur'ani, mbona mimi nanyang'anywa hii Qur'ani na watu nyuma yangu huko na nivutia hizi aya hizi ninazosoma. Alikuwa anasikia minongono yao katika kusoma kwao. Moja katika sababu nuzuli hiyo aya yenyewe. Baadaye akawaambia kwamba la tafa'alu au la taqra'u, katika riwaya pia la tafa'alu dhalik, msifanye hivyo. Katika riwaya kwamba la tafa'alu au la taqra'u illa bi ummil kitabi, msisome nyuma yangu mimi isipokuwa suratul Fatiha pekee yake. Kwa ziko hadithi nyingi tu. Kwa hadithi hizi kuwepo kwake zikafanya madhehebu kuwa madhehebu ya aina mbili tofauti. Kwa jumla ni kwamba akichukua mtu kauli hii ya mwanzo au ya pili haitoharibu sala, kwa sababu hakumtangulia imamu katika kisomo chake, kasoma naye nyuma yake au kasoma peke yake baada ya imamu kumaliza. Wala hakuna sababu tena kutengeneza mjadala. Haina sababu. Maswala mepesi sana haya, kawaida sana. Ima imamu nyamazi kidogo kuachia maamuma wasome na wao al-Fatiha yao, na ima wao wasome nyuma yake pamoja naye, hayathiri kitu, yote sawa sawa hayo. Wallahu tabaraka wa taala. Mashallah, shukran jazilan. Na Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.